Ni asubuhi ya Ijumaa Agosti 7 mwaka 2026 mnamo uwanja wa mpira wa Katunga hapa mjini Kamituga. Uwanja huo umejaa waendesha pikipiki pamoja na waendesha vyombo mbalimbali vya usafiri waliokusanyika kwa ajili ya mkutano wa pamoja na mamlaka ya mji. Pikipiki zao zikiwa zimeegeshwa pembeni na uwanja, mamia ya waendeshaji walipata nafasi ya kukutana moja kwa moja na wawakilishi wa maeneo ya mji wa Kamituga. Mkutano huo uliongozwa na mwakilishi wa meya wa muda wa Kamituga, Mheshimiwa Alexandre Faraja Ogolelo, ambaye ni katibu wake maalum Benjamin Muloba David. Katika mkutano huo pia kulikuwa na huduma mbalimbali za kiufundi pamoja na mawakilishi wa vyama tofauti vya waendesha pikipiki. Lengo kuu la mkutano lilikuwa kuwaandaa waendeshaji wa vyombo vya safari kuhusu operesheni ijazo za ukaguzi wa pikipiki, magari na vyombo vingine vitakavyotembea ndani ya mji wa Kamituga. Akifungua mkutano huo, Lusambia Bugoma Bugos, mratibu wa Kotame, alieleza madhumuni ya kikao hicho na kusisitiza umuhimu wa waendesha pikipiki kufuata sheria na masharti yanayohusiana na usafiri wa barabarani. Kwa upande wake, Benjamin Muloba David, mwakilishi wa meya wa muda, alikumbusha makubaliano yaliyofikiwa katika mikutano iliyotangulia kati ya mamlaka na vyama vya waendesha pikipiki, akisisitiza kwamba kila mwendesha pikipiki anatakiwa kuhakikisha kuwa anakuwa na nyaraka muhimu za chombo chake zikiwemo leseni ya udereva, vignette pamoja na namba ya usajili ya kitaifa ya pikipiki au chombo husika. Ni ya motari yetu pekee anapaswa kujiuzia. Hizo dokima mbili za mwisho ni kusema vignette na plaque zinahusu mwenyezi wa pikipiki. Kwa mujibu wa mamlaka za mji, nyaraka hizo zinaweza kupatikana katika kituo cha DPMR Kamituga, huku akieleza kuwa gharama zake zimewekwa kwa kuzingatia hali ya kiuchumi ya wananchi wa Kamituga. Hata hivyo, mkutano huu haukuwa na mamlaka kuzungumza pekee. Waendesha pikipiki walipata nafasi ya kuuliza maswali, kueleza matatizo yao na kutoa maoni kuhusu namna wanavyopata nyaraka hizo. Baada ya walieleza changamoto wanazozikabili hasa katika mchakato wa kukamilisha nyaraka zinazohitajika. Tunafikaka mnibra kasika, tunatoka hapa na dokima yote ya huku depuis zamani. Huko bebangali nazo. Sinavutiwa kama mnibra kasika unafichika. Anatutoshea madokimasi wa motara huko mzone ya Mwenga. Tukienda Bukavu tutakuta zingine dokima. Hatujua tutatumika na dokima gani. Ile taxe balitufundishaka kwa masomo ya kwamba taxe na kuwaka persi ku banque et non entre les mains d'une personne. Baada ya kusikiliza hoja zao, mamlaka zimeamua kuwapa wiki 2 za ziada ili kila mwendesha pikipiki aweze kurekebisha na kukamilisha hali yake kabla ya kuanza rasmi kwa operesheni ya ukaguzi. Wakati ambapo tulizungumza nao, tuliwaarifu ya kwamba ni tangu hii siku ya kwanza ndio hiyo msako utaanzishwa, lakini inaonekana ya kwamba kabisa watimiza pikipiki hawakuitikia haraka kabisa hiyo program. Wakati tulirudi tulimwelezea baba meya wa mji na mara moja akaingia in contact na wakuu viongozi wa jimbo, lakini walipozungumza meya wa mji alipata kuonyesha kidogo ya matatizo ambayo yanapatikana huko kwetu, na ndio sababu alisikilikwa na wakuu viongozi wa jimbo na wakaweza kumruhusu ya kwamba wapatie tena wa motar ingine muda ya juma 2 kusudi walitayarishe vilivyo. Katika hiyo muda wapate namna ya kuuza hizo madokuma kusudi wakuwa na ordre, na wakati msako itaanza watu wengi wastatiziki. Ujumbe kutoka kwa mamlaka ni moja, wakisubiri siku ya ukaguzi ndipo waanze kutafuta nyaraka, bali watumie wiki hizi 2 zilizotolewa ili kujipanga mapema. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha kuwa vyombo vinavyotumika katika mji wa Kamituga vinafuata masharti ya kisheria na kwamba usalama pamoja na utaratibu wa matumizi ya barabara unaimarishwa. La lumière d'Afrique.